kufanya kazi maishani mwetu. Neema ya Mungu itembee katika biashara zetu. Neema ya Mungu itembee katika ndoa zetu. Neema ya Mungu itembee katika masomo yetu. Neema ya Mungu itembee kwa maisha ya watoto wetu. Neema ya Mungu itembee katika taifa letu. Neema ya Mungu itembee katika karama zetu. Neema ya Mungu itembee katika maono yetu. Neema ya Mungu itembee katika ndoto zetu. Neema ya Mungu itembee kila sehemu. Neema ya Mungu itembee katika hospitali. Neema ya Mungu itembee kule magerezani. Neema ya Mungu itembee kule kotini. Neema ya Mungu itembee katika baadhi ya makampuni. Tumshukuru Bwana. Baba, nasema ni asante mbele zako asubuhi ya leo, maana umetujalia neema ya kipekee. Umetupa nguvu za kipekee. Umetupa uhai wa kipekee. Ni zawadi iliyoje Baba kuiona siku ya leo, maana wengine hatukudhania wala kupanga. Katika mpango wako mkamilifu Mungu tumeiona. Wacha jina lako litukuzwe ndani ya miili yetu. Jina lako litukuzwe ndani ya akili, ndani ya maneno, ndani ya fahamu na mioyo yetu. Tukuinue kana kwamba Mungu hakuna mwingine ila ni wewe tu. Baba, asante kwa neema. Asante kwa fadhili hizi. Asante kwa utatu. Asante kwa kibali. Kila mmoja aliyefika Baba, mfunike kwa wingu lako. Ondoa kila uzito ndani ya moyo. Leta wepesi wa kupokea neno na kulisikia. Nami nitumie kama chombo Mwokozi. Wacha Roho Mtakatifu avae kinywa changu, anivishe vazi la utukufu na utumishi, nikaenende sawasawa na mapenzi yako. Walioko njiani kuelekea mahali hapa Baba, zidi kuwahimiza katika mapenzi yako na utaratibu wako, wafike kwa wakati Mungu, ili sote tuweze kushiriki neema hii. Asante maana Mungu utakuwa nasi mwanzo wa ibada hii, utakuwa nasi katikati ya ibada hii, na mwisho wa yote sifa na utukufu zitakurudia. Na ni kwa Mwokozi naomba nikiamini. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa tena. Ni asubuhi njema Mungu ametujalia kufika katika nyumba yake teule, na ni makusudi yake na kwa mapenzi mema kwa ajili yetu. Ametupenda pasipo sisi kununua upendo wake, na alipoona kwamba haitoshi alimtoa mwanawe ili atuweze kutununua kupitia kwa kazi ya msalaba. Wale ambao wanasherehekea siku yao ya kuzaliwa, wacha nikwambie kwa siku ya leo, happy birthday. Usherehekee siku yako katika amani. Nitachukua dakika chache ambazo ziko mbele yangu, na nikiangalia baada kidogo ifike saa 4 kamili. Baada ya dakika chache itakuwa na hubiri. Sitafundisha, maana kufundisha inahitaji muda wa kufafanua neno moja kwa moja ili mtu aelewe. Lakini nitahubiri tu kwa dakika chache, na nitakuwa nazungumzia title ya mafundisho, neema juu ya neema. Kwa Kiingereza ni grace upon grace. Neema juu ya neema. Grace upon grace. Bwana Yesu asifiwe. Neema imebadilishwa na wahubiri wa kisasa wanaotupotosha, wanaita nyota. Neema ni neema, lakini ndio inaitwa nyota na wahubiri siku hizi. Unaenda kulipia nyota. Maana nikisema kwamba lipia neema, haiwezi. Mtu analipia nyota. Sasa jiulize, vile mimi najiuliza, kwa nini msichana anaweza kaa miaka mingi hajaingia kwa ndoa? Na si kwamba haongei na wavulana. Wapo. Huyo msichana anachubiwa sana. Kwa lugha ya mtaani wanasema anatongozwa sana, lakini ndoa hafiki. Bwana Yesu asifiwe. Huyu msichana neema yake haijakamilika, hana neema juu ya neema. Neema yake ni ya kutongozwa huyo na kuachwa. Na isitoshe yeye mwenyewe huacha na anajigana, mimi wasiache, mimi niona kaja kuacha. Anajisifu. Wakati anajisifu huyo, kuna neema inapungua mahali na anapatia shetani kibali. Neema iliyojaa, unapata mchumba, na huyo mchumba anakuwa na hekima ya kujua wazee wako pande gani, wazazi wako wako wapi, na anakuingiza katika ndoa. Ni neema hadi neema.
grace upon grace. Lakini neema inayoishia tu katika magesti, mwisho narudi kwenu, hiyo si neema. Neema inayoishia tu kuitana boyfriend, inaishia kwa jina my ex, hiyo si neema. Sasa jiulize kwa nini? Ni sababu kuna kitu kimepungua. Neema imepungua mahali. Lakini tunahitaji neema ikamilike, neema iwe juu ya neema. Kuna watu wanafungua biashara kabisa, wanataka wafanye biashara. Ameanza biashara, akifungua anakosa wateja. Neema ya kupata mtaji alikuwa nayo, hiyo capital. Neema ya kufungua biashara hapo nayo, lakini neema ya wateja hakuna. Kesho mtu anafunga biashara anasema kwamba watu wameniroga. Ni neema imepungua. Tunahitaji neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiwa sokoni mahali watu wanatumia dawa kufanya biashara, wewe hautumii dawa, lakini uko na neema. Mpaka waje wakuulize na wewe ulienda wapi? Maana wamezoea ushirikina. Wanakuuliza wewe unaenda wapi? Maana kuna mtu nilienda kwake ni kama alindanganya. Lakini hajui kwamba wewe unategemea Mungu. Neema hadi neema. Kutoka utukufu hadi utukufu. Lakini neema inapokuwa katika kiwango tu cha neema, basi kuna mahali watu wanazunguka wasifike kiwango kingine, sababu ni neema tu imeitwa neema. Kitabu cha Yohana mlango wa 1 mstari ni wa 16. Maandiko yanasema, kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea na neema juu ya neema. Nikiendelea mstari wa 17 inasema, kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa Yesu Kristo tunapata neema juu ya neema. Si kupitia kwa ujanja, si kupitia kwa wachawi, na si kupitia kwa waganga. Ndani ya Yesu Kristo tumekamilishwa kufanya vyombo vitimilifu, kupokea neema juu ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Neema hii ndio tunahitaji mwanamke akiolewa, anapofika katika ndoa, awe na neema ya kujenga boma na kukaa na mume wake. Lakini si neema kwamba aliingia katika ndoa, lakini mwishowe watoto anawarejesha nyumbani, yeye mwenyewe anarudi nyumbani. Atakaa siku za kuhesabu miezi, aingie katika ndoa nyingine. Pia kule neema ilikuwa kuingia katika ndoa, lakini neema ya kukaa kwa ndoa hakuna. Anatoka, anarudi nyumbani na watoto. Watoto wako pale wa mama mmoja, lakini mababa ni tofauti, karibu 6. Huyu ana baba yake, huyu ana baba yake. Sababu neema ilipungua. Lakini angekuwa na neema ya kumtoa katika kiwango cha ujana, imuingize katika uchumba, imweke katika ndoa, huyu ni mtu wa kushuhudia neema ya Mungu kuanzia ujanani, ikifanya kazi hadi kulea watoto akiwa na mume wake. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inaitwa neema juu ya neema. Kwa maandiko yanasema kwamba kupitia kwa Yesu Kristo tumepata neema juu ya neema. Neno neema linamaanisha kwa njia nyingine kimungu ni friendship na Mungu. Umepata urafiki na Mungu. Lingine linasema kwamba approval, Mungu amekuapprove. Lingine acknowledge, Mungu anakuacknowledge, anakutambua. Kwa haya maneno yanakuwa katika njia yako, Mungu anakutambua ya kwamba umepata neema. Ukiingia katika Agano la Kale, kuna watu ambao walipata neema machoni pa Bwana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8, maandiko yanasema kwamba lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu ndiye mtu wa kwanza kupata neema machoni pa Bwana. Wakati dunia inafanya dhambi, Nuhu alikuwa mtu wa kukaa katika ukamilifu. Nuhu akatumwa na Mungu, nenda ukahubirie watu watoke katika dhambi
wajenge safina wakishirikiana na wewe, lakini wakakataa, wakasema miti ni mikubwa, niko na nyumba kubwa, niko na sehemu ya kujificha. Lakini maandiko yanasema Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Neema kwa jina lingine inaitwa kibali. Kibali ni kukubalika. Mahali watu wanapeleka vyeti wapate kazi, wewe unaingia bila vyeti. Mahali watu wanaenda kwa jina la mheshimiwa, wewe unaenda kwa jina la maombi. Bwana Yesu asifiwe. Maana uko na kibali ndani yako. Na hiyo ndio tunaita neema. Tunahitaji neema ya kufanya mlango katika nafasi za kazi. Neema ya kufanya mlango katika ulimwengu wa kiroho. Neema ya kufanya mlango tufika hata mataifa ya mbali. Hiyo ndio neema tunahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inahubiriwa kuitwa nyota. Ukienda katika maandiko ni neema. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mlango wa 39 mstari ule wa 4, Biblia inasema kwamba Yusufu akaona neema machoni pake akamtumikia, naye akamweka juu ya wasimamizi wa nyumba yake. Yusufu ameingia katika nyumba ya Potifa, akaona neema au akapata kibali. Potifa akamweka katika mambo yote, maana huyu mtu kuna neema ndani yake. Mtu mwenye neema anapewa vitu asimamie. Maana katika kusimamia kwake anaongeza kumcha Mungu. Katika kusimamia anaweka uaminifu. Katika kusimamia anaweka haki, anaondoa dhuluma. Ukiona watu wamesimamia, ni mjinga hakusoma lakini amesimamia, huyu mtu akona neema ya kusimamia. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ndio imemweka hapo. Kwa watu wako katika mamlaka, maana neema imeweka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Walipata kibali. Pasipokuwa na kibali, pasipokuwa na neema, hauwezi kufaulu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, hiyo 39 verse 21, hilo neno neema limetafsiriwa kama kibali. Mwanzo 39 verse 21 inasema hivi: lakini Bwana akawa pamoja na Yusuf, akamfadhili, akampa kibali. Pale mwanzo imesema akampa neema. Kwa kibali na neema ni vitu ambavyo vinaendana. Ukiwa na neema uko na kibali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo tunahitaji tupate kibali ya upenyo katika biashara. Amen. Tunahitaji Mungu atujalie tuwe na kibali. Watoto wasome, wasikae nyumbani kwa ajili ya huu moto. Amen. Tunahitaji Mungu atupe neema na kibali. Mahali watu wanaona hukumu, watu wanaona ndio nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Corona ilikuja, watu tukaanza kuhangaika. Na kumbe kuna mtu anajua kwamba hii ndio fursa. Niuze hii sabuni ya kuosha mikono hii na niuze barakoa. Katika ile shida, yeye aliona neema ya biashara. Aliona mlango. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita vimekuja hapo nyuma ya kwamba tuondoke mahali hapo. Lakini tuko hapo kwa ajili ya nini? Ya neema. Maana hatuna mkubwa katika serikali, hatuna kiongozi katika serikali, wala nani hatutambui, na hatuna fedha za kuonga serikali tubaki hapa. Lakini neema ya Mungu imetufunika, bali tuko katika ardhi ya serikali. Bwana Yesu asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya neema. Neema ndio ilifanya tuko hapa mpaka wa sasa. Ni neema ndio tunahitaji katika maisha. Pasipokuwa na neema, mambo mengi yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Kuokolewa, tunaokolewa kwa neema. Waefeso mlango wa 2. Efeso 2 mstari wa 4 hadi wa 5. Efeso, kitabu cha Efeso mlango wa 2 mstari wa 4 hadi wa 5 nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Hadi 10. Kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo ya mtu awaye yote, asije akajisifu. 10. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea ili tuenende nayo. Na Mungu akubariki. Kila mtu ameokolewa kwa neema.
tulikuwa tumekufa katika dhambi. Maana nilisema tu kweli, kama si neema tungekufa katika ulevi. Bwana Yesu asifiwe. Ulevi ulikuwa umenasa, lakini neema ya Mungu imetuweka kanisani. Si kwamba tulitenda mazuri katika ulevi, maana ulevi unachanganywa na wanawake, lakini neema ya Mungu imetuvuta, imetuleta, ndio maana tuko kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu imetutoa katika uzinzi, katika usharati, maana uzinifu ulikuwa umejaa. Tungekufa na magonjwa HIV, tungekuwa tumejaa madawa katika manyumba yetu, lakini neema ya Mungu imetuvuta, imetuleta tuko makanisani. Si katika matendo mazuri, maana huko nje tulikuwa katika uchafu, huko nje tulikuwa wachawi, huko nje tulikuwa wazinzi, huko nje tulikuwa wazinifu, huko nje tulikuwa wauaji na walimu, lakini neema imetuvuta, tumeketi kanisani. Ni nini? Si matendo yetu, bali neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni neema ya Mungu inayotuweka kanisani siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Hata mtu fulani aitwa mwimbaji, watu wanashangaa, huyu ambaye namjua. Ndio, ni huyo ambao unamjua. Neema imembadilisha, amebadilishwa kwa neema. Watu kama mimi niitwa Teacher Collins. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo nimeinuka, nimekuwa kama kijana, nimezaliwa kama kwa mwili, huko nje nimeona madeni, lakini naitwa mwalimu. Kilichonivuta kutoka kule kufika hapa ni neema. Si kwa kazi ambayo babu yangu alifanya, si kwa kazi ambayo mimi nimefanya, si kwa masomo, lakini neema imenitoa mbali kanifikisha hapa. Upo mahali ulipo sababu neema imekuleta. Unaitwa jina ambalo unaitwa sababu neema ya Mungu imekufunika. Tumekombolewa si kwa matendo yetu, tumekombolewa si kwa kazi zetu, tumekombolewa si kwa vyeti na vyeo, tumekombolewa kwa ajili ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Nikianzia mstari wa 8 nasema kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Bwana Yesu asifiwe. Neema imesemekana kwamba ni kipawa. Kipawa ni gift. Gift ni karama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiwa na neema ya kushinda dhambi, hiyo ni karama. Unaweza kushinda uongo, hiyo ni karama. Unaweza kushinda tamaa ya mwili, hiyo ni karama. Unaweza kushinda mambo ya hongo na rushwa, hiyo ni karama. Unaweza kuwa na msimamo kama msichana, hiyo ni karama. Mahali watu wanatoa mili wapate kazi, wewe unasema hapana, hiyo ni karama. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ije kwa neema, maana Mungu ndiye anayeachilia neema. Anasema kwamba nimeachilia neema hii kama zawadi. Zawadi hainunuliwi. Wala ambao mnatoa pesa kwa ajili ya nyota, zawadi hainunuliwi. Zawadi ni mtu ananunua, anakuletea bure, maana ni neema ya kupokea hiyo zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tutembee katika neema, maana tumeitwa tukombolewe ndani ya Kristo. Neema itufunika asubuhi ya leo, tunapoanza jambo likamilike. Bwana Yesu asifiwe. Maana katika lugha ya Kristo hakuna afadhali. Lugha ya Kristo iko na neno heri. Heri wenye moyo safi, heri waliosamehewa dhambi zao na kusitiriwa makosa yao. Iko na heri, sio kwamba afadhali wenye moyo safi, afadhali waliosamehewa dhambi zao. Kwa watu wanaishi katika afadhali. Kumwombea mtu na muuliza sasa hivi nasikiaje? Sasa hivi nasikia afadhali. Nasikia afadhali. Huyu hana neema ya uponyaji. Neema ya uponyaji ndani yake haiko. Huyu afadhali hajafika. Katika Kristo mtu anasema kwamba niko na heri. Sisi nilivyosikia nasikia. Wakati mmeniombea saa hizi naona heri. Saa hizi nasikia heri. Kwa Kristo kuna heri. Kwa Kristo kuna uzima. Si kwamba kuna afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Kazi inaendaje? Kazi saa hizi naiona afadhali. Kazi haina heri, iko na afadhali. Vipi ndoa yako inaendelea? Saa hizi mawangu ni afadhali, saa hizi kama hapo nyuma. Ndoa haina heri, iko na afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lugha ya kifalme, lugha ya mbinguni, tunaongea mambo ya heri wenye moyo safi, heri waliosamehewa, heri wenye upole, heri wale wenye hekima. Hatuongee kuhusu wale wenye afadhali. Sasa hili neno afadhali wewe unataka gani?
Bwana Yesu asifiwe. Mahali neema imejaa kuna heri. Mahali neema imepungua kuna afadhali. Kwa neno lako la afadhali linaonyesha ni nini ambacho kiko kwako. Ni heri ya baraka au ni afadhali ya baraka? Bwana Yesu asifiwe. Mungu siku ya leo atujalie neema. Mungu atujalie neema. Atupe neema inayoshinda mambo yote, inayoshinda fahamu zote. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, neema inafaa kuhubiriwa makanisani. Neema inastahili kuhubiriwa makanisani. Si vizuri unahukumu watu ukiwa katika mahubiri. Tutasoma hapo, tutaona kitabu cha Matendo ya Mitume. Msomaji jiandae, utaona vizuri kabisa watu walipona baada ya neno la neema kuhubiriwa. Watu wakija kanisani ukaanza kuwahukumu kanisa, wengi wa mioyo yao ijasimama imara. Wengine ni watoto kiroho, hawajakomaa, watapotea. Wengine watasema nilienda ile kanisa vile niliangaliwa, nilisikiza yale mahubiri nikajua ananilenga mimi. Nilikuwa nimeenda na trouser yangu nikajua ananilenga mimi. Na ni mwanamke anaongea mengi mara ya kwanza, nikajua ananilenga mimi. Amina. Sasa unajua ile nguo yangu ambayo inanikaba ile ambayo inakuanga tight, nilienda naye nikasikia yale mahubiri nikajua ni mimi tu, kuna mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 14. Utanisomea mstari wa 3. Baadaye utaruka hii mstari mingine, utasoma mstari wa 8 hadi wa 10. Matendo ya Mitume mlango wa 14 mstari wa 3. Nitasoma kwa uwezo wa Mungu. Basi wakakaa huko wakati mwingi, wakinena kwa ushujaa katika Bwana, aliyelishuhudia neno la neema yake, akiwajalia ishara na maajabu yatendeke kwa mikono yao. Tosha hapo. Biblia inasema kwanza, subiri tutaendelea. Kwa hiyo neno ambalo walishuhudia ilikuwa neno la nini? La neema. Neno la neema ndio linaleta uponyaji katika kanisa. Alafu linasema kwamba walipokuwa katika neno la neema, ishara nyingi na maajabu yalifanyika. Ukiona mtu amekuja ameketi hapa, Biblia inaita hao watu ambao wameketi wanyenyekevu. Ni anasema kwamba Roho wa Bwana amenitia mafuta ni wahubirie wanyenyekevu habari njema. Kwa wakitoka kule dhambini wakiingia kanisani, wanahitaji habari njema ya kuponya mioyo yao, kuganga mioyo yao, kutibu mioyo yao, na neno la neema la kuwafunika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana wamekuja, wametii, ni wanyenyekevu. Wametii, wameacha kazi zao, wamekuja Jumapili wananisikiza. Hawa ni wanyenyekevu hawa. Kwa wanahitaji neno la neema. Watu wamefunga maduka hapa. Wengine kazini waliomba hofu, ilikuwa nafawe kazini. Lakini ile kutii, wako chini ya neema. Ukisoma mstari wa 8, kuna muujiza ulifanyika baada ya kuhubiri neno la neema. Mstari wa 8 kuendelea hadi 10. Tasoma. Na huko Listara walikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponya. 10. Akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Mungu akubariki. Amen. Hapo tukifuatilia, Paulo hakuhubiri neno la uponyaji. Paulo hakuhubiri neno la hukumu. Paulo hakuhubiri neno la miujiza. Paulo hakuhubiri neno la utoaji. Biblia inasema kwamba alihubiri neno la neema. Bwana Yesu asifiwe. Maana ya kwamba ukiwa hapo uko mgonjwa, saa hii ninapoongea, ni neema ndiyo itakayokuponya. Usianze kuwaza sina sadaka ningeenda kutumisha kaniwekea mikono. Neema Yesu Kristo ifanye kazi katika viungo vyako na kuona. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa hapa unawaza kufungua biashara, ni neema ndiyo itakayokuwezesha.
Usianze kusema kwamba ningepanda mbegu kama niko na sadaka, nipande mbegu ndio nifungue biashara. Neema ya Mungu inatosha ufanye kazi ambayo unataka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya Mungu walipoihubiri, walipoinena, ukienda mstari mwingine hapo inasema kwamba kulikuwa na kiwete tangu tumboni alikuwa hatembei. Aliposikia lile neno, wakamwangalia na neno la imani, la neema, na kuna imani. Paulo akamkazia macho akamwambia inuka na uende. Kwa hiyo mtu kupitia kwa neno la neema, si la kuhukumiwa, akainuka akaenda. Bwana Yesu asifiwe. Sababu Mafarisayo walikuwa na hukumu mtu, anasema kwamba huyu ni kiwete sababu wazazi wake walitenda dhambi. Huyu ni kiwete, ni kipofu sababu mwenyewe alitenda dhambi. Lakini hapa tunaona kwamba neno la neema limekuja. Bwana Yesu asifiwe. Maana neema inashinda sheria. Kitabu ambacho nimeanza nacho pale ila Yohana. Ukisoma mstari wa 17, Yohana kwanza mstari wa 17. Inasema sheria ilikuja na kwa mkono wa Musa, lakini neema na kweli ilikuja kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Kwa unaposhinda katika sheria, hauwezani na neema. Hata watu wametunga masheria nyumbani, wanaanza ugomvi na mke. Nilikwambia ukiingia hapa saa 2 bila sababu utaniaduli kwa wapi, ama utaniuko kuna leo. Ni sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anang'ang'ana kwa mambo hali ilikuwa saa 2 sipate hivi. Maana kuna sheria iliwekwa hapo nyumbani. Hakuna neema, waishi kwa neema. Sheria zimejaa hapo nyumbani, sheria zimekuwa mitego hapo nyumbani. Sababu hamna neema. Lakini mahali kuna neema, hapo ndipo watu wanakuwa na amani. Unaona kwamba mahali imeandikwa neema, wakati tumesoma kuna neno amani. Neema ikiwa mahali, amani ipo. Sheria ikiwa mahali, hakuna amani. Maana sheria inareveal dhambi, yani inafanya dhambi ziwe nje. Wakiandika usiibe na uibe, umevunja sheria, imejulikana kuiba ni dhambi. Neema inafunika makosa mengi. Neema ndio iliyomwokoa mwanamke ambaye sheria inasema kwamba huyu mwanamke amefanya usherati, amefanya uzinifu, amefanya uzinzi na tumempata. Sheria yetu inasema tumpige mawe hadi kufa. Walifungua vitabu vya sheria. Neema naye akaandika kitabu chake chini, akaandika akamaliza. Alipomaliza akasema yule ambaye hajawahi tenda dhambi aya wa kwanza kumpiga huyu jiwe. Wakiandika, ukiangalia hapo chini kuna majina yao ya dhambi hao. Walifanya dhambi. Akainama akaendelea kuandika. Alipoinuka akapata mabaki na mwanamke peke yake. Watu wamekimbia. Sheria inafanya tuteseke. Sheria inafanya tuhukumiwe, lakini neema inaachilia msamaha. Neema inakwambia nenda lakini usitende dhambi tena. Lakini sheria inakuhukumu mwanzo, mengine ni baadaye. Sheria inakuua ama itakuvunja, inakutoa jicho, maana ni jicho kwa jicho, ni bega kwa bega, jino kwa jino, mguu kwa mguu. Lakini neema inakwambia kwanza nimekusamehe, lakini usirudie isije kupata kukupata. Neema inasamehe na inakwambia usije ukarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wengi hapa tunaishi kwa neema. Mtu alisema kwamba hii kitu watu wanaita break up ya mapenzi, hii heart break. Sijui huyu mwenzangu amenivunja moyo, ingekuwa inatokezea kwa miguu tungekuwa na viwete ngapi hapa kanisani? Heart break ingekuwa ni neno ya mapenzi. Ingekuwa inavunja mguu hapa kanisani tungekuwa na viwete ngapi? Anaweza asifiwe. Kutoka hapo. Kwa hiyo Mungu alificha mahali ambapo anajua hapa ni mtu kujua. Si rahisi ajue na magari huyu mtu amebeba hapo moyoni. Ninaficha. Anaweza asifiwe. Neema ya Mungu inatutosha. Malizia na kitabu cha Petro wa kwanza 13-16. Maandiko yanasema hivi kwamba kwa hivyo mfungeni viuno vya nia zenu. Kuna siku nilihubiri kuhusu nia. Kwa hiyo kwamba nia iko na makusudi, yani yako na viuno. Nasema kwamba tuifunge viwe tight na tuwe na kiasi. Mkitumainia kwa utimilifu, kwa ukamilifu yani, ili neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo kama watoto watii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna kitu tunatumainia
Mwingine unatumainia kwamba utakuwa na ndoa, ni kijana. Mwingine unatumainia kwamba ni biashara utafanya. Mwingine unatumainia kwamba mwaka huu nitaingia katika university ama nitaendeleza masomo. Haya yote yafungwe katika nia ambayo iko na kiasi. Maana ukikosa kiasi utafanya yale ambayo katika mstari wa 14 ya kwamba kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga. Ukikosa kiasi utaingia katika tamaa ya ujinga. Tamaa ya ujinga tumeziona mpaka maofisini, makazini, watu wanaiba. Tamaa ya ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya ujinga, mtu anaacha mke wake anaenda kwa mke wa mwingine. Tamaa ya ujinga. Tamaa ya ujinga, mtu anachukua pesa zake, kuna mtoto kwa nyumbani amesukuza school fees lakini anapatia mwanamke wa nje. Walimu nitaongea nao. Anajua mwenye lugha tamu kabisa. Tamaa ya ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa ya ujinga, mzazi anaweza kuambia kwamba mwanangu hapa niko na shida hii na hii. Lakini mtu huyo anapigiwa simu na mwanamke wa nje anatuma pesa na mzazi ako na shida hapa. Tamaa za ujinga. Kwa hiyo nasema kwamba tusije tukajifananisha na tamaa za ujinga. Kuna tamaa ambayo unajua ilikuwa ya ujinga na ulikuwa hauna kiasi. Mtu akienda disco, anaenda disco hii, aende hii, aende usiku mzima amezunguka, wanasema kama disco bombe. Karibu 6. Kila disco alitia mguu. Kimuuliza nini baba hujapata? Kule kuna watoto wazuri kule. Hujapata kuna watoto watafuta demo wa kishua. Pia atazunguka usiku mzima kama mwanga huu. Disco hii. Atafuta mademo wazuri. Tamaa za ujinga ambazo hazina kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tusije tukajifananishe kwa hizo tamaa. Wacha tutarajie, tutumainia yale ambayo Yesu atatufunulia kwa neema yake. Hata mtu kukaa na kufungua biashara ya mahamri amefunuliwa. Wacha neema wateja ije sasa. Mtu kukaa na kupika uji aanze kuuza amefunuliwa. Wacha Mungu alete watu wenye kunywa uji sasa. Mtu kuketi na kuona kwamba nitafanya kazi ya kushona nguo amefunuliwa. Ni Mungu alete wateja sasa. Mtu kuketi na kuona kwamba hata kazi ya kujipiki inanifaa, ni Mungu kamfunulia, ampe usalama na ampe wateja kwa barabara. Ndio Mungu anasema kwamba tunataka tufunuliwe katika Kristo. Neema hii tuwe nayo na kiasi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tusifanikiwe tukaongeza mke. Halafu na laumu yule wa kwanza alikuwa hajui mapenzi, alikuwa hajui kupika. Watafiti wanasema mapenzi yalianzia uzunguni. Yakalelewa India. Yakakufia Afrika. Yakazikwa Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni wewe mwenyewe uyafufue. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe mwenyewe uyafufue. Haya yote yataondoa ile tamaa za ujinga za kuongeza mwanamke mwingine. Yanaondoa tamaa za ujinga. Ndio juzi nikauliza hapa, wanawake ambao unaweka mikono kwa makoti ya wazee, unatafuta pesa huko ndani. Hata ukienda kufua unalaani. Mwanaume gani asiyewacha hata shilingi kwa mfuko? Alikwambia tapana weka mshahara wako wa kufua hapo kwa pesa kwa nguo. Mtu analaani kabisa, nguo zote anachokora mifuko, kile kuiangalia mifuko iko hivi. Na analaani. Mwanaume gani asiyesahau hata shilingi huko? Tamaa za ujinga. Bwana Yesu asifiwe. Ndio zinafanya mtu analaani kwenye kuvaa nguo, asahau hata shilingi hapo ndani. Ndio ni tamaa za ujinga. Kwa tutoke huko, tuwe na kiasi ndani ya hii neema. Neema hii italeta uponyaji. Waliokuwa wagonjwa watapona. Waliokuwa viwete watatembea. Waliokuwa wamefungwa watafunguliwa. Waliokuwa hawana fedha, Mungu analeta fedha. Waliokuwa hawana kazi, milango inakuja. Waliokuwa hawana ideas, Mungu analeta new ideas katika maisha yao. Watu wanafanya vitu maana ideas zimefunguliwa, yani fahamu imefunguliwa. Maana tunaishi maana fahamu zimefungwa. Ukitaka kujua mtoto wako amefungwa fahamu, mwambie akakariri vifungo viwili tuwe memory basi. Akikariri viwili fahamu yake imefunguliwa katika maandiko. Akishindwa bado fahamu zimefungwa, hajaelewa neno. Hajui chenye anafundisha. Maana fahamu ikifungwa, kitu chochote kinachofundishwa kipenywe ndani. Tunataka neema Mungu ijae.
Neema ya Mungu ifanye kazi maishani mwetu. Neema ya Mungu itembee katika biashara zetu. Neema ya Mungu itembee katika ndoa zetu. Neema ya Mungu itembee katika masomo yetu. Neema ya Mungu itembee kwa maisha ya watoto wetu. Neema ya Mungu itembee katika taifa letu. Neema ya Mungu itembee katika karama zetu. Neema ya Mungu itembee katika maono yetu. Neema ya Mungu itembee katika ndoto zetu. Neema ya Mungu itembee kila sehemu. Neema ya Mungu itembee katika hospitali. Neema ya Mungu itembee kule magerezani. Neema ya Mungu itembee kule kotini. Neema ya Mungu itembee katika baadhi ya makampuni. Neema ya Mungu itembee. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame tuende mbele za Bwana. Hata wazazi wangu wanahitaji neema. Tunaishi katika kizazi ambacho tumepungukiwa utukufu. Maandiko yanasema kwamba tumefanya dhambi, wote tumefanya dhambi, tumepungukiwa neema. Baba, tunakusihi tupe neema, neema katika kazi zetu, neema ya kukaa katika ndoa, neema ya kuishi na mwanaume huyu, neema ya kuishi na mwanamke huyu, neema ya kubeba huduma yako Bwana. Pasipo wewe Yesu sitaweza. Nijalie neema katika huduma yako, nijalie neema katika malango yako, nijalie neema katika mwito huu, nijalie neema katika karama hii. Ninapohubiri nipe neema yako, ninapokuimbia nipe neema yako, ninapokutumikia nipe neema yako. Baba, naomba neema yako Bwana. Baba, nahitaji neema yako. Tunahitaji neema katika ndoa, maana vita vimejaa katika ndoa, talaka zimejaa katika ndoa, kuachana kumejaa katika ndoa. Mungu anachukia kuachana, maana hakuna neema ya watu kukaa pamoja, hakuna neema ya watu kuishi pamoja, hakuna neema ya watu kupanga pamoja, hakuna neema ya mipango ya pamoja, hakuna neema ya malengo ya pamoja. Mungu tupe neema, tumwambie tu Bwana siku ya leo. Baba, tunahitaji neema. Naomba neema kwa biashara yangu, neema kwa kazi yangu, neema kwa miradi yangu, neema kwa watoto wangu, neema kwa masomo yangu, neema nikasome Bwana. Fanya neema ya school fees Baba, nikasome. Fanya neema Bwana. Mungu akalete neema. Mungu aliyeiota neema isiyopungua, neema juu ya neema, neema juu ya neema, kibali juu ya kibali, utukufu juu ya utukufu. Tumwambie tu Bwana, tunahitaji neema asubuhi ya leo Bwana. Leta neema yako Mungu, leta neema yako Bwana, leta neema yako Mfalme katika maisha yetu, leta neema yako Rabi katika njia zetu, leta neema yako Baba. Tunaomba neema yako, neema inayopita akili zote, neema inayopita ujanja wa dunia hii,
neema inayopita mizimu ya dunia hii, neema inayopita ushirikina wa dunia hii, neema ya kuangusha kila giza, neema ya kuangusha kila mipaka, neema ya kuangusha kila vizuizi. Baba, tupe neema Bwana, tunapohubiri wagonjwa watembee, tunapohubiri viwete watembee, tunapohubiri vigogo waongee, tunapohubiri viziwi wasikie, tunapohubiri vipofu wakaone, tunapohubiri vifungo vikakatika. Baba, leta neema, neema yakiwa ndani ya kanisa, neema ya uimbaji, neema ya karama, neema ya maombi. Yesu, leta neema. Yesu, achilia neema, tufunulie neema, tupe moyo wa kiasi, tufunulie neema katika kiasi hiki, tufunulie neema. Yesu, tupe neema. Yesu, tupe neema, neema katika ndani ya kanisa lako Bwana. Yesu, nakuomba siku ya leo, Yesu, leta neema yako Mfalme, neema ndani ya watoto, neema ndani ya watoto. Yesu, naomba ukafungue fahamu zetu Bwana. Yesu, tupe neema siku ya leo. Yesu, tupe neema siku ya leo. Yesu, tujalie neema siku ya leo, neema ya kukamilisha jambo lile Bwana. Tujenge kwa neema Bwana, tujenge kwa neema Bwana. Tunahitaji neema ya kutufunika kwa ajili ya kukamilisha mradi wa kanisa, katika neema ya utoaji, kuhubiri katika neema ya kuhubiri, matangazo katika neema ya matangazo, wageni katika neema ya wageni. Baba, naomba kila kipindi utawale, wacha neema yako ikaonekane, utupe ushuhuda Baba, ushuhuda uliojaa neema wa kujenga kanisa, wa kuinua kanisa, wa kufariji kanisa, wa kufundisha kanisa. Leta neema ya ushuhuda kwa watu wako Bwana, leta neema ya kweli Mungu. Achilia neema katika utumishi wako, achilia neema katika kizazi hiki, achilia neema katika kanisa hili, achilia neema katika uteule wako, achilia neema katika nyumba zetu, achilia neema katika masomo ya watoto wetu, achilia neema katika ndoa zetu, achilia neema katika kazi zetu, achilia neema katika hatua zetu, achilia neema katika usingizi na usiku, achilia neema Baba katika ndoto, tukaone maono Baba na ufunuo katika ndoto. Yesu, achilia neema hiyo, neema ya kuona maono na ndoto, neema ya kufungua fahamu Baba, tupate new ideas kwa ajili ya kazi, tupate new ideas kwa ajili ya miradi Baba. Neema yako ikaonekane, neema yako ikaonekane, ikifungua milango iliyofungika. Tufungulie Baba kwa milango, tutenganishe Baba na wale wenye udhalimu, tutenganishe na wale wahubiri wafisadi wenye kukutaka Baba kuchukua kwetu kwa ajili ya kufungua neema hii. Yesu, achilia neema pasipo malipo, maana neema ni zawadi, neema ni kipawa, neema ni karama, neema ni kipawa. Alipopaa juu aliteka mateka, akashusha vipawa katika njia ya neema. Neema ikafanye kazi, neema ikafanye kazi katika kazi zetu, neema ikafanye kazi katika afya zetu, neema ikafanye kazi mahali madaktari wameshindwa, mahali madaktari hawawezi. Wacha neema ikaingia pale, neema ya Mungu itoshe, neema ya Mungu ifanye kazi Baba. Hizi breakups Baba katika maisha ya vijana, breakups zimejaa, wamekufa moyo katika relationship, hawana tumaini kuingia katika ndoa, hawana tumaini kuwa katika uchumba mtakatifu. Baba, naomba ulete neema, neema ya uchumba mtakatifu, neema ya ndoa takatifu, neema ya kuishi katika ndoa takatifu. Baba, leta neema, Mungu achilia neema, ondoa hizi milango ya shetani, watoto kuzalishwa ovyo ovyo, watoto kuzalishwa ovyo ovyo. Ondoa milango hii ya kishetani ambayo shetani amefungua, wanaume kukimbia watoto wao na kukataa kulea, kukataa majukumu. Funga kila mlango wa shetani, achilia neema ya kifedha, tukalee watoto, tukatunze ndoa, tukasimamie, tuwe vichwa Baba wala si mkia. Yesu, achilia neema, Yesu, achilia neema, Yesu, achilia neema, Yesu, fungulia neema, Yesu, achilia neema, Yesu, weka neema, Yesu, achilia neema, ikaponye Baba vidonda vya tumbo, watu wakapone, atsasi zote neema ikaponye, atsasi kauke, vidonda vikauke, tumbo zipone, matumbo yapone Baba, mili pone, vichwa vipone, vifua vipone Baba, ponya watu wako, achilia neema Bwana. Baba, tunakataa hizi roho za miscarriage, mambo ya kishetani. Mtu Baba anaingia katika miscarriage katika ndoa, Mungu tunakataa miscarriage, achilia neema Bwana. Watoto wapakatwe, watoto wazaliwe, watoto wapakatwe Baba, achilia neema. Tunakataa upungufu wa neema, inaleta mimba, miscarriage inafuata, vitu hivyo tunakataa Baba. Leta neema Mungu, leta uzima Mungu, leta ukombozi katika tumbo la mama huyu, leta uzima Bwana katika tumbo lake Baba, kawaponye Baba.
ukawarehemu. Takasa akili, takasa nia, takasa mawazo, takasa fikira, takasa Baba matendo yetu Bwana. Baba, neema yako ikafanye kazi. Bwana Yesu, simama nasi katika ibada siku ya leo. Achilia neema yako Mungu wa ajabu. Tufunikwe na neema Bwana. Kuishi kwetu mahali hapa Mungu ni neema. Ulituwezesha katika vita Baba ni neema. Tunakaa hapa si kwa fedha ni neema. Tunakaa hapa si kwa sababu kuna wakubwa mbele ni neema. Baba, nasema ni asante. Wacha neema hii kazidi kutumilika Bwana. Nituwezeshe kukamilisha mradi wa jengo hili Baba. Tukaingie katika nyumba ile tukuabudu Mungu. Tukamilishe kwa neema. Tuwezeshe kwa neema. Maana Mungu unaweza. Baba, zidi kuachilia neema katika mapato yetu ya kikazi. Achilia neema Bwana katika biashara zetu. Achilia neema Mungu ya kifedha katika hazina zetu. Baba, achilia neema ya kututoa katika dhambi, kututoa katika tamaa, moyo ule ambao usiokuwa na kiasi. Baba, tutoe ndani. Wacha neema yako kanene makuu. Neema yako ikatembee katika kanisa, ikatembee katika mioyo yetu. Na jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje Baba katika mioyo yetu, katika maisha yetu. Baba, tenda mapenzi yako Mungu jinsi ilivyo huko mbinguni Baba. Tunaomba kwa neema tutendee mapenzi yako yatimie kwetu Bwana. Mapenzi yako yatimie kwetu Bwana. Hata riziki yetu Mungu ilete kwa neema. Baba, unapotujalia riziki Bwana, iwe ni kwa neema Mungu. Tusitumie ujanja kwa ajili ya kukula. Tusitumie uongo kwa ajili ya kukula. Baba, tusijae madeni kwa ajili ya kukula. Tusijae Baba ukora kwa ajili ya kukula. Wala kuingia katika kuiba Bwana. Baba, tunaomba tupe mkate wetu wa kila siku. Tupe riziki yetu ya kila siku. Ishuke kwa neema Bwana. Bwana, neema yako Mungu inayotusamehe dhambi zetu Bwana, kama tunayosamehe wote waliotukosea. Baba, wacha neema hii kashuke kwetu. Utuwezeshe neema ya kusamehe waliotukwaza, ambayo tuwasamehe, waliotuvunja, ambayo tuwasamehe, walio Baba tupeleka nyuma, tuwasamehe. Baba, tupe moyo wa kusamehe. Ni neema Mungu kusamehe na kuondoa kisasi na uchungu. Baba, katuwezeshe Bwana tukasamehe watu wako Mungu, maana nasi Mungu unatusamehe. Ni kwa neema ndio maana umetusamehe. Hatukutenda mema, hatukutenda mazuri, hatukukamilika mbele zako. Ni neema yako Bwana. Asante maana Mungu unatenda. Kwa neema yako tuepushe na yule muovu Baba, katika majaribu yake tusiingie. Usitutie katika majaribu Baba. Naomba tuokoe Bwana katika mtego wa muovu, katika shimo la muovu, katika wavu ya muovu. Baba, ukatuokoe. Tutoe katika mauti yake, tutoe katika kalenda zake. Yaani kalenda iliyoandikwa Baba, katika mwaka huu kutakuwa na ajabu. Kalenda hiyo tunaifuta. Kalenda za ajabu, kalenda za mauti, kalenda za miscarriage, kalenda za kufilisika, kalenda za kufutwa kazi, kalenda za breakers, kalenda za magonjwa, kalenda za kulazwa, kalenda za kuwekwa katika korokoro. Vitumbo hivi vya kishetani tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tawala kabisa. Miliki watu wako, rehemu watu wako, ponya mioyo ya watu wako, gusa mioyo ya watu wako. Asante kwa neema ya kipekee. Asante kwa Neema yanitosha, na fadhili zako